borwek somok en ireu. Kwa hivyo tunaona miili tatu. Ng'olole borto nebo betutab sisit. Tunaona mwili wa siku ya 8. Ng'olole borto nebo betutab 15. Na tunaona mwili ya siku ya 15. Ng'olole borto nebo betutab 16. Na mwili ingine ya 3 ya siku ya 6. Daniel 9 kwayotab 2. Danieli 9 mstari wa 2. Kikose akobo tiong'ik chekikere tupchenyon Daniel. Tutapata kuona wanyama ambaye Danieli aliona. Ko kikere tiondo netai nekituldo nekitindo kebaikoik. Tunaona mnyama wa kwanza ambaye mfano wake ni simba. King'alal Daniel akomwa kole, na niona katika maono yangu wakati wa usiku. Kole kyokere en ng'omutikuk en kemot. Na tazama. Okero. Hizo pepo 4 za mbinguni. Kyokere en usonochoton ang'wan. Zilifuma kwa nguvu juu ya bahari. Ko kikere kiuso en oinet neo. Ndipo wanyama wakubwa 4 kingokere Daniel amache kokero kikere Daniel usore nekiuse en oinetab nyanjetab Glasit. Wakatoka bahari. Ko kiker tiong'ik ang'wan chekitokosu en nyanjetab Glasit. Wote wa namna mbalimbali. Ko kiterter tiong'ichoton. Kwanza alikuwa kama simba. Tiondo netai ko kiu ng'etundo. Naye alikuwa na mabawa Ako kadhaa. kitindoi kebaik. Testa. Nikatazama. Ng'etunyito tupchosyekchok keng'olole nebo borto nebo betutab sisit. Mnyama huyu inaongelea kuhusu mwili wa 8. Ako kesul kebaichoton akenam kotonon kou chito. Akainuliwa katika nchi. Kiker akenam akitonosi en emet. Akasimamishwa juu. Akenam kotonon en kelyek oeng kama mwanadamu. kou chito. Naye akapewa moyo wa kibinadamu. Akikochi muguleldo nebo chito. Na tazama. Ako kero. Mnyama mwingine wa pili. Kiribit age nebo oeng Kama dubu. nekiu keri. Na alinunuliwa upande mmoja. Ko kikinam akine kotonon en wang agenge. Mifupa mitatu. Ko kitindoi koroswek somok en kutinyin kinywani mwake. chekiibote en kutit. Katika meli yake. Nekitindoi en kutinyin. Wakamwambia mnyama. Niton ko borto nebo betutab 15. Hivi. Enye korano niton ko borto nebo betutab 15. Testai. Huyu mnyama kama dubu ni mwili wa siku ya 15. Iliinuka. Kikitonon. Ule mnyama tele. Testai. Ule nyama tele. Ndio. Kimwachi kele ng'et ak iam banyek chechang. Kisha nikatazama. Kinotoke kora aker age. Na kumbe. Ko aker ale Mnyama mwingine kama chui. kitokos tiondo age nekiu cheplanget. Juu ya mkongo wake. Lakini en batenyin Alikuwa na ko mabawa manne. kitindoi kebaik ang'wan Kama ya ndege. ne cheu chebo taritiet. Mnyama huyu Kitionyiton akine alikuwa na vichwa ko vinne. kitindoi metoek atanyi. Kitindoi metoek ang'wan. Akapewa mamlaka. Ko kikikochi torornatet. Baadaye nikaona katika Akaker en kemounoton. natazama. Okero. Mnyama wa 4 Kibiten tiondo age nebo ang'wan mwenye kutisha, nekikorom mising, mwenye nguvu, nekitindoi kimnotet, mwenye uwezo mwingi. nekitindoi kimnotet neo mising. Na alikuwa na meno Ako kitindoi kelek chebo chumainik, kubwa sana. kelek chekiyechen. Alikuwa na kuvunja. Kitindoi kimnotet neo nekititiri koba nekityekyi ng'wony Alikuwa na agetugul. kuvunja Kiyam akotyekyi ng'wony vipande tuguk en kit age tugul. na kuyakanyaka mabaki kwa miguu yake. Tonon kidogo. Kaking'alal nebo tiong'ik ang'wan chekikere tupchenyon. Tumepata kuona wanyama 4 ambaye Danieli aliona. Tiondo netai kimwa kele kiu ng'etundo. Tumeambiwa mnyama wa kwanza alikuwa anafanana Tiondo nebo oeng na ko simba. kiu kerit. Wa pili alifanana na dubu. Niton nekiu kerit ko kitindoi koroswek somok en kutinyin. Huyu mfano wa dubu alikuwa na mfupa 3 katika mdomoni mwake. Amun korasta netai ko nebo betutab sisit. Kwa sababu mfupa wa kwanza inaashiria siku ya 8. Ak korasta nebo oeng ko nebo betutab 15. Mfupa wa pili inaashiria siku ya Ak 15. korasta nebo somok ko nebo betutab 16. Mfupa wa 3 inaashiria siku ya 16. Amun kikikochi ruondo bortab betutab sisit. Kwa sababu mwili wa siku ya 8 alipewa usingizi. Kingokakomat akochomchi lapkeiyet komeng'is en orinyin. Wakati alimkataza nuru ikae ndani yake. Akeyochi borto age nesuldechi makenyin. Akaandaliwa mwili wa pili ambaye atatimiza mapenzi yake. Nenoton ko borto nebo betutab 15. Ambaye ni mwili wa siku ya 15. Koi karasta nebo oeng inoni. Akawa ni mfupa wa pili. Ketungei borto en itondab boriton age. Ikafanywa mwili tena kwa mwili huo. Nenoton ko ki borto nebo betutab 16. Hiyo ikawa ni mwili wa siku ya 16. Kikiboisien bortab 15 keng'any achin kurnatetab bortab betutab sisit. Mwili wa siku ya 15 ilitumika
kufunua uchi wa mwili wa siku ya 8. Amuni tango toretindetab borto Kwa sababu mwili huu wa 15 ni msaidizi wa mwili wa siku ya 8. Kongonore kabetab sit kole nonni ko kowetab kowekyu. Mwili wa siku ya 8 ndipo anasema kwamba huyu ndiye nyama yangu, mfupa zangu. Apanyega abanyekyu. Nyama wa nyama zangu. Nito geure ngwondo. Hii ndiyo mwili huu wa 15 anasema kuwa ni mwanamke. Na ni mama mzazi wa vizazi vyote ambaye walikuja wakatokea. Udhaifu huu wa siku ya 8 ambaye tumeona ilikuwa inastahili itakazwe, ilifunuliwa na mwili wa 15. Jinsi nyingine ni kufika kwa sheria. Haingewezekana ihesabike mwili wa 8 kuwa ni dhambi pasipo na mwili wa 15. Sheria ilipofika mfano wa siku ya 15, akafichua kwamba kweli hii ndiyo dhambi. Udhaifu wa siku ya 8 ilipofichuliwa kwa siku ya 15, ikatafutwa mwili ambaye itafanyiwa dhabihu. Shalom. Mfupa ingine wa 3 ikasongezwa ambaye itakuwa ni dhabihu ya mwili huu ya udhaifu. Ili ibainike dhahiri kwamba kweli dubu huyu alikuwa na mifupa 3 katika mdomoni mwake. Ili tulipoona wakati Danieli aliona ndoto kwa mfano wa sanamu, aliona kichwa cha sanamu hiyo ilikuwa ni kichwa cha dhahabu. Inaashiria siku ya 8. Yule ambaye aliambiwa kwamba wewe katika shamba la Edeni ulitembea katika juu ya mawe ya dhamana, ilikuwa inaashiria mwili ya siku ya 8. Katika shingo yake hadi kifuani tunapata kuona sanamu ya Nebukadneza. Sanamu hiyo imejishika mkono miwili upande mmoja, sababu mkono wa kuume na kulia imeunganishwa pamoja. Ingawa inazungumzia kuhusu Pasha na Medi, lakini inaashiria ufalme mbili ambaye imeambiwa kwamba kuna amani. Wafalme hao wawili waliunganika pamoja ili wakuwe falme yenye nguvu. Hiyo ndiyo inaashiria mwili wa siku ya 15, ambaye tunapata kusikia kwamba katikati ya shamba la Edeni kulikuwa na mti ambaye wa kutambua mema na mabaya. Ikasemekana hiyo ndiyo mwili ambaye ilitimiza mapenzi ya Elohim. Kwa sababu katika hekalu ya Elohim pale ndani ipo nuru na giza. Ilikuwa ni mapenzi ya Elohim ikuweko mwili ambaye itaunganisha yote. Mwili huu haikubali nuru ikae ndani yake. Basi ikaandaliwa mwili ingine ili itimize mapenzi yake. Sawia na jambo hilo, inasemekana kwamba mke huyu amekuja kwangu ili atimize mapenzi yangu kunizalia watoto. Tukapata Bwana wetu Masihi katika shamba la Edeni. Na mwana wa mwanamke huyo ambaye tuliongelea jana
ambaye ni mfalme wa mbinguni. Noto kuna kikure ndare ni kimie kabungu tabe. Ambaye huyo ndiye joka ambaye ilikuwa katika shamba la Edeni. Kuimengishi ni bare ta ko muktoje. Alikuwa anaishi katika shamba la Bwana. Onge magele bare ko magele borto. Unaposikia kwamba ni shamba inaashiria ni mwili. Kuimengishi tukuju ta twan embortage. Hizo viumbe ilikuwa inaishi katika mwili moja. Lakini amude ndo iri kagenge ma vitaje vyose ko kagenge ma. Lakini kwa sababu huyu lakini kwa sababu huyu mwana wa mama halikuwa na moto katika mguuni pake. Akataka kumnajizi mwana wa Elohim. Elohim hakupendezwa kwa jambo hilo. Elohim akautoa mwana wake katika shamba la Edeni. Akaupeleka hadi mlima wa Zayoni ambaye ilikuwa katika mashariki. Jambo hilo lilipotimizika, Elohim akautingiza ulimwengu wa kwanza. Yes, Elohim akaitingiza ulimwengu mara ya kwanza. Hii ndiyo mbingu ya tatu. Mbingu hilo la tatu likagawanyika mara tatu. Ili kukatokea Yerusalemu mpya. La pili kukatokea Sodomu na Misri ambaye ni nini? Ni ya kiroho. Na la tatu kukatokea shamba la Edeni. Masihi alipopaa juu na malaika wake, akaandaa mkutano kubwa pamoja na washahidi wengi. Ingawa wawili lakini inasemekana ni wengi. Elohim akaandalia mwili wa siku ya 19. Ili katika mwili huo Masihi atapeanwa. Ili viumbe ambao vipo katika shamba la Edeni lipate kutakazwa ama lipate rehema. Na pia ile viumbe ambao ilikuwa katika mwili wa siku ya 8 lipate kutakazwa. Sasa tunasikianga kwamba mwana wa Elohim ambaye halichinjwa kabla hata kuweko kwa ulimwengu. Kwa sababu mwana wa Elohim ndiye aliyepewanwa katika mwili wa 16 katika bingu la tatu. Ili damu yake ikapata kufanya utakazo kwa viumbe ambao vipo katika shamba la Edeni ambaye ni Adamu na Hawa. Na mama mwanamke aliyekuwa amelala katika mwili wa siku ya 8. Yeshua alipokufa katika mwili wa siku ya 16. Akaenda katika roho umbali wa kufaa. Alienda akavaa mwili wa mnyama wa 4. Ambaye tunapata kusikia kwamba ni mnyama ambaye alikuwa ni tofauti na viumbe vingine.
akotech hekalut nebo betutab sisit. ili aweze akaangamiza na kujenga mwili wa siku ya 8. Kokingoitu betutab sisit koruwe chepyoset ak malaikaisiek. Wakati alipofika mwili wa siku ya 8, mama huyu, mwanamke huyo alikuwa amelala na nani? Pamoja na malaika wengine. Pamoja na malaika wengine. Amun kikikochi ruondo ile. Kwa sababu walikuwa wamepewa usingizi. Kong'et ruondo choto. Akaamsha katika usingizi. Ako kobwa Sodomi ak Misri ele kimi borto, ele kimi korotik chebo rijete. Akaamisha pale kuja kwa Sodoma na Misri ambaye kulikuweko na mili ya rehema. Kenam akine Adam ak Hawa ak kenam weritab chepyoset keongwo borto weritab 16. Naye mwana wa mwanamke pia akahamishwa kwa mwili wa 16. Kenam Adam akine keongwo bortab 16 na pia Adamu pia akahamishwa kwa mwili mwingine wa 16 yake. Kepche bubu choto. Hizo mihili zikatenganishwa. Kilur ketit ekabukutab Eden. Mti ukakatwa katika shamba la Edeni. Akiityen kiptayandennyo betusiek 7 chebo makatiat nemokinde mermeret. Hapo ndipo Masihi akahesabiwa siku zake 7 za mikate isiyotiwa chachu. Sobondab Adam na echek. Katika nafsi ya Adamu ambaye ni sisi. Sobondab ichek malaikaisiek akichek. Na pia nafsi za malaika Amun kimokotil rotwet nemi kabukutab Eden komoswek tuan. Kwa sababu kisu ambayo iko katika shamba la Edeni ilikuwa inapasa ikate upande zote. Kotet eleman hekalunyin kabukutab Eden. Elohim akaandaa hekalu yake katika shamba la Edeni. Kobiitoinoshek ang'wanu chekiyem hekalutab Elohim. Tukapata mito 4 ambayo ilikuwa imesingira shamba la Edeni. Ak malaikaisiek chekiribe elewendi ketitab sobondo. Na malaika ambayo walikuwa wanatunza njia ambayo inaelekea kwa miti wa uzima. Kumi keringonik chekikibalen yoton akinde malaikaisiek korib. Kuna shimo ambayo iliandaliwa pale na malaika wakawekwa pale ili watu waweze kukatunza. Akindoi neoro sikoten chepyoset komonyo en yu en emenyin. Na kukaandaliwa mito kubwa ambayo itamzuia mwanamke huyu asiweze kuingia pale. Akende komi malaika neripse en kurgani. Na hapa kuna malaika ambaye anatunza katika mlango huu. Ami malaika neripse en kurgani. Katika mlango mwingine kuna malaika pale. Kutoroto kiribe simogiti kwenye chepyoset kwenye. Wakiwa na ulinzi ili mwanamke huyu asiweze kuingia katika shamba hili. Ako akegera oret newendi Jerusalem nini. Pia katika upande huu mwingine kukafungwa tena barabara ambayo inaelekea katika Yerusalemu mpya. Ikazuiliwa ikitumia mito kubwa ambayo inaitwa mito ya Misri. Elohim akakausha mito hii ili atoe wafalme wawili. Katika usiku huo mwana wa mwanamke akienda kupatana na mama yake, Adamu pia anashuka katika ulimwengu huu tupo. Mwili wa siku ya 17 ni mwili ambaye ilitumika kumwamsha mwanamke yule ambaye alikuwa amelala. Ni mwili ambaye Masihi alitumia kwenda kumwamsha mwanamke ambaye alikuwa analala. Mwili huo ambaye Yeshua alivikwa ilitumika kuangamiza hekalu hiyo na kujenga. Mwili wa siku ya 18 ni mnyama wa 5. Hile ambaye tuliona alitokea katika ulimwengu. Ilikuwa na pembe 2 ikifanana na nini? Mwana kondoo. Huyo ndiye aliongea kama mnyama. Huyu ndio mnyama ambaye tunaona hapa. Alikuwa anaongea kama joka.
Hii ndiyo mwili aliyefanyiwa Masihi ambaye iko nje ya shamba la Edeni. Kukinyo ngojit borito ngoro. Masihi aliingia mwili huu kwanza. Amune sigere ngale wo masweti. Mbona tunasema ama inasemekana kwamba aliongea kama joka? Amunga ko nyori ito na masweti ni ko nyeri ko beberishie ngabongwe. Kwa sababu amepata ile mfano wa yule joka aliyedanganyana. Kuye wo miki ngabeta masweti no tana na ton barage. Kama ilivyokuwa na hekima mbele ya joka huo. Ingolo lagre tu ki wo masweti. Alipia sawia na hiyo alikuwa anaongea mambo makuu kama ya joka. Nitan ko borto no beta tamana zi. Hii ndio mwili wa siku ya 18. Yimu kitende nyango sira ino nyangine hapo egalo tori. Yeshua alipelekwa akapita mto huu kwenda hekalu ndani. Kiwaishie borto no beta tamana soko. Ikitumiwa mwili wa siku ya 19. Amungi ko nyol bo ge boishie ne giye Melkisedeki egalo tori. Kwa sababu ilikuwa inabidi aenda angalie kazi aliyofanya Melkisedeki katika hekalu. Again borto no beta tamana. Na mwili wa siku ya 20 Kinyongo si Maria ngwanda wa digimi. Ni ile ambaye alizaliwa na Maria katika dunia hii. Again borto no tutemagege. Na mwili wa 21 Kutoka sa Jerusalem bagi soka kwa nyeti. akapaa katika Yerusalemu mpya kufanya ufufuo. Wewe borto no beta tamsite. Na mwili wa siku ya 8 Kokanye kotungenyile tu ko boto kiptane nyon embe tutakore suni. hiyo mwili sisi wote tutaingia mwili huo tukingojea. Amma so da uta Ibrani taman ko ta agenge agetesta. Hebu tusome Waebrania 10 mstari wa kwanza na tuendelee. Amma so mani watu so mama leo ni. Hebu tusome alafu aelezee jambo. Go no so ke magele yu be zikisa. Ibu be zikisa amake ma tena gide melmele. Kwa hivyo inaposemwa kwamba kaa siku 7 bila kula mkate usiotiwa chachu, Kima no ade gombe kisa chamanyo na kupiga nyo na kiptanya ndenyo. inaashiria mihili 7 ambaye Masihi angestahili kuvikwa. Amunju to go boreke igichachi. Kwa sababu mihili hii ndiye aliyeandaliwa. Amungi to ngale kama suya na umwa wala tsi yuwa tinyi anano na galu. Kwa sababu wakati mwingine Yeshua alikuwa anafunza akielezea kwamba dhabihu ni kubwa kama ni hekalu. Amungi to umwa bila ko mwango le ai anako yo asosie na galu hangi yo na galu na hangi yo tsi yuwa I know. Wakati mwingine aliwauliza watu ni gani kubwa kati ya hekalu na dhabihu ambayo inatolewa kwa hekalu. Hata nyinyi kanisa akiuliza gani kubwa kati ya dhabihu ambayo inatolewa kwa hekalu ama hekalu. Ni gani kubwa kati ya dhabihu ambayo inatolewa ama ni hekalu? Alipokuja duniani akasema kwamba haukufurahiwa na dhabihu. Na hata hutaki dhabihu. Lakini unapendezwa na rehema peke yake. Kwa sababu dhabihu ambayo ilikuwa inatolewa haingeweza kusafisha mtu. Lakini haliandaliwa mwili ambaye inaweza kufanya utakaso. Hii ndiyo mwili ya siku ya Amma usomani wangu na Ibrani. Hekalu usomana je. Usomana Ibrani. Usomana Ibrani sikia. Hebu tusome tusikie. Basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa. Amunga yeko muweta tuku kemya chebora. Wala si sura yenyewe ya mambo haya. Lakini maito na to nene bonga na joto. Dhabihu zile wanazozitoa kila mwaka daima. Amma isoma no sose ngalo bisigisho kwa ngene soma. Soma ya Kiswahili alafu soma ngoni dalo. Haiwezi wakati wote kuwakamilisha wakaribiao. Kama ndivyo, dhabihu usikekoma kutolewa, kwa maana wakuduo wakisia kusafishwa mara moja, wasingejitolea tena kuwa ni dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka, maana haingewezekana damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema,
dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliwekea tahari. Gango uno. Soman na mapsis. Amundi nyangatutiet uruetab tuguk chemyachen chebwone. Amundi nyangatutiet uruetab tuguk chemyachen. Maitondab tuguchoton. Lakini maitondab tuguchoton. Maimuchi koyai ichek. Chemamuchi koyai ichek. Mfano wa jambo hilo maimuchi koyai ichek cherikyin koek ichek. Maimuchi koyai ichek cherikyin koek tuguchoton chekesunotyingei. En disaiwechoton. En disaiwechoton. Ikoitoi ichek kotuk. Chekikoitoi kotuk chon kikiyoe kikoitoi ko kimakomuchi koyai ichek chekesunotyingei. En kenyit age tugul. En kenyit age tugul. Ndakiunoton. Tos kimakebokoktoi. Tos kimakebokoktoi. Kikoito. Ndakiyai biik chekesunotyingei disaiwechoton. Mana. Amun yekingokakotil. Amun yekingokakitilin soik. Konyil agenge. Konyil agenge. Kokimatato. Kotinye kotindoi korai. Kokimatakeweksei kora kinyokitililo. Kabwatetab tengekwokik. Kimakototindoi kabwatet nebo tengekwokik. Kokeny. Ako en disaiwechoton komiten kabwatetab tengekwokik. Akot indandan miten kikoisaiwechoton kotokomi kora kabwatetab tengekwokik en kenyit age tugul. Amu maimukaksei en korotikab kirugik ak kwesik. Maimuche korotikab kirugik ak kwesik konem tengekwokik. En noton anyun kingonyo mesa ng'weny. Kingoit Kiptayat nenyo mesa ng'wondo. Konyokomwa kole baba. Kimaimait disaiwechu kiche. Akokochinoik chu kiche. Ako kichobwon borto. Kimabaibaitu ne. Kokochinoik choton. Chekibele komugul. Ak chebo tengekto. Amwa anyun ale. Kero. Konyo. Kikisir akobo ane. En bukuit nekimamana. Ayai makeng'ung. Eloi. Kokinyo kong'olole en betutab 15 kole mebaibaitu ne disaiwek. Lakini kichobwon nenyi. Kichobwon borto nekiborto newendi betusiek ata? 9. Chuton ko borwek 7 chekikochopchi kwandanyo amu kamakomwosot en kokochinoik chekikoito kosto tengekwokik kobaten borto kityo non kokichopchi. Ikere boroto ko bor kobo kabungutab nekinyon kokesto tengekto tugul. Hiyo mwili ni ile mwili ya shamba la Edeni ambaye ingetoa dhambi yote. Kong'eten agenge akoi 14. Kutokea 1 hadi 14. Kotaunet akoi kanesunet. Ni mwanzo hadi mwisho. Ukikichop bortab betutab 15. Mwili wa siku ya 15 iliandaliwa. Ili iweze ikatakaza hekalu ya Elohim. Mafundisho ya siku ya leo ikaenda vile imeenda. Hivyo ndivyo hidi ilivyo inaelekea kwamba itengwe, iandaliwe tangia siku ya kwanza hadi 21. Soma Ufalme wa kwanza 8 haya 60 na ngapi? Tunaposoma tulipokuwa katika sanamu ya Nebukadneza. Tulikuwa tunajifunza kuhusu kifua hadi shingo tukaweka katika shamba la Edeni. Mguu mwingine iko katika ulimwengu huu ambao tupo. Mguu mwingine iko katika Yerusalemu wa mbinguni. Mguu mmoja ambaye iko katika ulimwengu huu. Imechanganywa chuma na mchanga. Kwa sababu kuna uhai ambaye ipo katika ndugu huyu. Nafsi inasemekana kwamba ni uhai. Hii ya juu inaashiria mchanga. Mwili huu iliumbwa na mchanga. Lakini ndani yake, ndani ya mchanga uishi chuma.
chuma itasalia ndani hadi wakati mchanga itamfungua. Amu mamuche kotuyo karnet angunye. Kwa sababu haiwezekani chuma na mchanga kutangamana. Ndiposa katika maongeo mengine Paulo anasema kwamba naitazama vita kuu ndani yangu. Alipotolewa pale akaambiwa ujumbe kwamba umewekwa uadui kati yako na joka. Umtazamo wa kwanza mgonge kichwa. Naye joka akaambiwa ukimtazama wa kwanza ushike kisigino. Hiyo ndio ufalme mbili ambaye ipo haiwezi kakubaliana, lakini ipo ndani ya mtu. Hapo lakini wakati tumeenda Yerusalemu wa mbinguni, hayo mambo mawili yatakuwa yametenganishwa. Kuna wengine wako nje, kuna wenye wabakia ndani. Pole kwa wale ambao wako nje, heri kwa wale ambao wako ndani. Vita yetu itamatika katika hapa. Unaposoma hapo, tumeandaliwa siku 7 tangia shamba la Edeni. Ulimwengu huu ambaye tupo iko na miaka iko na siku ngapi? Siku 3.5. Hii ya ulimwengu ambaye tupo iko na 3. Hii ya mbinguni iko na 3. Na ya 7 ni siku ya Sabato. Siku 3 ya kwanza ni ya hukumu. Siku ya 3 ya pili ni ya pumziko. Unasomewa kesi yako hapa. Ukikubali kesi itakuwa imetamatika. Unakubali kwamba mniangamize. Unakubali kuangamia pamoja na Masihi. Nafsi yako itafunguliwa ipate pumziko hapa. Lakini usipokubali hapa, kitabu chako kitafungwa. Nafasi yako itafungwa na ikasemekana kwamba hakuna tena wokovu. Kwa sababu tunapokuwa hapa, andiko ikaja ile neno katika Waebrania kwamba haiwezekani tena kurejeshwa wokovu. Wanaongelea wale ambao wamefika Yerusalemu huu kwa sababu hawana damu ya upatanisho. Hapa ndipo jambo hili linasema kwamba hapana tena msamaha wa dhambi hiyo. Kwa sababu ikiwa anastahili kusamehewa, inampasa arejeshwe tena kuvaliwa ile mwili. Ili Masihi mara ya pili atume hapa afanya tena utakazo. Lakini inasema kwamba haitawezekana Masihi atume mara ya pili tena hapa. Sasa ndipo atafungiwa nje milele na milele. Anasema ni kama ujumbe umefika nyumbani. Pengine kuna swali. Nafasi ya swali. Wacha nianze. Kila mtu anajitetea kulingana na vile ameelewa. Siwezi jibu ya mwingine. Ulisema hata makiwa kwa shamba la Edeni alipotoka akavalishwa mwili wa siku ya 8. Hapo ndio nilishika. Hapo tena unapotamatisha ukasema Mesha atakaporudi utavalishwa tena mwili ya siku ya 8. Unisaidia hapo ni connect.
Kama alei. Mwalimu. Anasema hivi, porta no betutab sita. Mwili wa siku ya 8. Koma porta no betu. Ko ana ko mami tena damagawa betutab sita. Anasema mwili ya siku ya 8, Adamu na Hawa hawapo katika mwili ya siku ya 8. Kani gigie porta betutab kama nomu. Lakini mwili ya siku ya 15 sige torete porta betutab sisi iliandaliwa ili kuwa msaada wa mwili wa siku ya 8. Kiam loya porta betutab kama nomu. Tunda lililiwa katika mwili wa siku ya 15. Keo ngoba porta betutab kama nomu. Wakafukuzwa kwa mwili ya siku ya 16. Ule nitosome negio chelo imiche. Hii ndiyo inasemekana kuwa ni ngozi ambaye Elohim alimvalisha mwili wa siku ya 16. Kusome ni ngozi. Lakini mkero magigere ndio magigere mure amagigere na tie siku mwili wa siku ya 8 haionekani umbo ya binadamu awe mke ama mume, lakini kikire kama malaika ya, lakini mtazamo ya pale wanaonekana tu kama malaika, lakini likikire mure notie koborta vitu kama, lakini mahali umbo ya binadamu hawe mke na mume ataonekana katika mwili wa siku ya 15. Borta ni kitu kinige kwa kimunyo. Mwili ambaye tunarejeshwa kwenda kuishi ni mwili wa siku ya 8. Borta ndo malaika ishi. Mwili ya malaika. Ambapo apata kuwa na mume na mke na watoto na sura hii. Sijui kama umefikia ama bado tujaelewana. Yes. Hebu sikiza kanisa. Wakati tunda lilipoliwa katika mwili wa siku ya 15, kukikiri Adam koboto itab chepyose nyekamutabe ne kumamanda. Adamu walitunzwa pamoja na mwana wa mama, walitunzwa pale wasiweze wakaondoka. Kokange isarunet ko akiyojitwan porto niborine. Lakini wakati wokovu ilipoandaliwa, iliandaliwa wote mwili wa rehema. Mwili huu wa mikate isiyotiwa chachu inaongelea kuhusu mwana wa mama. Lakini hii ingine ya idi ya upatanisho inaongelea kuhusu Adamu ambaye atazushwa, ataletwa katika mwili dunia hii ambayo tupo. Kwa sababu ilikuwa ni watu wawili ambaye waliandaliwa wokovu. Ilipofika siku ya 8, kwa sababu hesabu yetu walianzia siku ya 16. Wakati kwa sababu tulipata katika kumbukumbu la Torati kwamba wakati umekula ya hidi ya siku ya 15 urejelee kwako na uende ukanihesabia siku 6. Na siku ya 7 utanifanyia idi. Siku ile ya 7 kwetu
ni siku ya 8. Koba yeche kinyoge sabe mwandoni. Ni yetu sisi ambaye tunakuja kuishi katika dunia hii. Lakini kipma wewe itapcheka kugive clip the mind. Lakini mwana wa mama yake ilikuwa inaishia tu 21. Lakini yeche kugive ndio kwa tapsi. Lakini yetu ilikuwa inaendelea mpaka siku ya 8. Mukora kaya tugala. Muru gora awalu. Ayo atazi tugala. After stars or butinga. Ama mwalimu ungesema siku hii ya 8 ni moja na hile. Amuna siku ya tabe tushe kusabu baada ya siku 7 kebe ni tabe tutabsi tunaenda mwili wa siku ya 8. Noma mwale kitasabi bitu somo keta abelo somo kiboi. Kwa sababu alikuwa amesema tunayo siku 3 ya kwanza na siku 3 ya pili. Kobe tutabsi sabe, kobe tutabsi. Na siku ya 7 ni siku ya 8. Wanga chomo kobe tutabsi kwa ngala usinye wa kuwega. Pori siku ya 8 ni kwa lugha nyingine imerejeshwa ile mihili ya malaika. Yani miso moguro au miso moguyu. 3 zipo hapa au miso moguyu. Zipo 3 hapa dunia hii ambaye tuko na bingu ya juu ipo 3. Jerusalem iko 3. Ikiwa tumeanzia siku ya 16. Ya saba ni siku ya 8. Tumeurejeshwa ile umbo ya kwanza ya malaika ya siku ya 8. Kwa sababu tumepata kwamba Yeshua alienda kaubomoa na kujenga. Na ikasemekana ni hekalu ya Mungu. Ni mji wa ahadi. Kwa hivyo sawia na jambo hilo tumesema kwamba sheria ni mfano wa mambo ambaye hapo hapa. Sawia tena jambo hili ni kifuli cha mambo ambaye iko juu. So utimilifu ya mifano yanatamatika, tunaenda sasa jambo jambo asili. Ndiposa jana alisema kwamba tukapotoka hapa tukienda pale, kwa sababu Muumba wetu Elohim hawezi toka katika mbingu ya 3. Kwa sababu jambo hili lilipopasuka, jiji lilipaa juu. Lakini mji huu na hii iko chini. So wakati Elohim atakapokuja, miji hii mbili itaunganishwa iwe moja. Kwa hivyo watakayotoka hapa ni wale watakatifu. Wataenda kupata mihili hii. Kwa sababu kifo cha pili itawapata. Lakini wale ambaye wako kando na hii, wale ambaye walifungiwa nje ya mji huu na wakavikwa mihili ya wanyama, mihili hii zitafanywa kuwa nzige. Ndiposa katika wakati sehemu nyingine tunasikia nzige hizo ilikuwa na mfano ya umbo ya binadamu.
akiongozwa na malaika ambaye anaitwa Abaddon. Huyu ndiye atakayetumwa aende akauma mwana na mama yake pale. Hiyo ndiyo mwanzo wa vita ya Armageddon. Hawa ndipo watakaanza kuhisi uchungu. Na wakaanza kujisumbua kwa wale watakatifu wakiulizana hata pia nasi tufuke pale. Kwa sababu anautazama mwana wa Elohim akiwa na watakatifu wake wakiwa na furaha. Katika uchungu huo wako na nia kwamba nawaza kwamba tunataka twende pale tufanye vita na wale. Hapo ndipo Elohim atashuka ambaye ni moto. Ili aweze akaangamiza hao wote watenda dhambi. Watenda dhambi ambaye safari yao ilianza katika dunia hii. Na wale watenda dhambi ambaye walibakia katika ulimwengu wataangamizwa wote siku moja. Ili Elohim itimizike aliyonena kwamba wao hawangeweza kufanywa kuwa watakatifu pasipo sisi. Hivyo sasa nasi tutakaoinuliwa twenda kwa shamba la Edeni kwa sababu haimo tena sehemu hii. Hili Elohim atafanya sherehe ama hidi akiunganisha la kwanza na la pili. Sehemu ya kwanza ni wale ambaye walibakia katika miji ya malaika. Hayo ndiyo nafsi ambaye waliweza kuokolewa. Ya pili ni sisi ambaye tuko tumezushwa kwa ulimwengu wa udhaifu. Ikasemekana mlima wa Mzeituni tapasuka ambayo iko katika mashariki. Ili wale ambaye waliokolewa katika mili ya malaika wataenda upande wa kulia. Nasi sisi ambaye tumetoka mbali, tuliokolewa kwa mbali, tutauegemea upande wa kushoto. Ndipo ile atakaposema kwamba enyi watoto wangu wote njooni hapa. Ili hapo ndipo atakapounganisha mataifa haya mawili matakatifu wawe kitu moja. Hapo ndipo itakapotimizika yale yaliyonena kwamba ikiwa kusukumwa kwao wana wa Israeli ilikuwa ni kuletwa kwetu karibu. Itakuwaje sasa kurejeshwa wao? Shalom. Kwa hivyo hiyo ndio itatimiza siku ya mwisho. Hii ndiyo hidi kuu ambayo iliyoandaliwa Yashua. Nasi sisi ambaye tumeitwa katika gharama hiyo. Hapo ndipo Masihi atakapomkabidhi baba yake ufalme. Na hapo ndipo atakapofanywa kuwa amtii baba yetu. Katika gharama hiyo katika gharama hiyo ipo mili ambaye alikuwa ameandaliwa Masihi, ambaye ilikuwa imeandaliwa ili ifanyiwe utakazo. Hiyo mwili ni ile ambayo itaangamizwa katika
nyaya za miguu zetu. Sema sulagi negi kire chwana ko legi kira kiucha kine oinde araraitama legi miten tiondo ongo jo table. Ili timia ile neno na Yohana kwamba hata yule nyama alitupwa katika ziwa la moto. Amun tutoncheke yebele magitio. Kwa sababu hao ndio peke yao watakaoangamizwa kwa moto. Mogibele kitege kinigema. Watenda dhambi hawataangamizwa kwa moto. Lakini mimi cheki kichapsike yebele odache. Kuna wenye waliandaliwa waangamizwe kwa moto mbadala ya watenda dhambi. Kwa sababu tayari watenda dhambi wameangamizwa na moto ya Elohim hapa. Kwa sababu Gehenna iliandaliwa ambaye zile vitu vyote vichafu vitawekwa pale. Ambaye ni mwili ambaye inasemekana ni mnyama shetani na nabii wa uongo. Hiyo ndio mwili ambaye ni kitu moja. Huyu sasa hii mwili ni ile ambaye anasemekana wewe rafiki umepitia wapi? Mbona hauna vazi la sherehe ama harusi ama ya karamu? Hata yeye atajiangalia kwamba kweli nimejipata hapa aje. Musa na Elijah ndipo atakapoambiwa mshike, mfunge na mtupe katika ziwa la moto. Hii ndiye aliyeubeba dhambi ya ulimwengu. Anashukuru, tunashukuru. Sasa pia nami jina naitwa Prudence. Najua nilipokuwa kijana wakati mwingine asante, barikiwe sana. Barikiwe sana.
I